Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Haya basi, usiku wa leo nitawafundisha kuhusu kukuza mtazamo wa huruma. Kuna mtu hapo usiku wa leo ambaye pengine angependa kuwa na Sasa sisi sote tunajua tunahitaji huruma, sio? Kuna mtu hapa ambaye anafikiri hahitaji huruma? Sote tunahitaji huruma. Na la kushangaza ni kwamba watu wengi watasema ndiyo, tunajua Mungu ni mwenye huruma, lakini hao wenyewe hawapokei huruma zake. Ni jambo la kushangaza jinsi tunavyoweza kuwahubiria watu wengine vizuri sana kwa ajili tunalielewa neno, lakini sisi wenyewe tunafaidika kwa kiwango kidogo sana na neno hilo. Unajua, ikiwa una tatizo na utumie ushauri ambao ungempa, si kwamba hatujui suluhu, ni vile tu hatutumii suluhu hizo maishani mwetu. Basi wacha nianze kwa kusema kwamba huwezi kupatiana kitu usichokuwa nacho. Kwa hivyo ninapowaambia muwe na huruma kwa wengine, ni sharti nichukue dakika chache na niseme unahitaji kujifunza jinsi ya kupokea huruma wewe mwenyewe mara kwa mara. Na jambo zuri kuhusu huruma ni kwamba haitupatii kwa haki, hatuistahili, na ni nyingi kiasi kwamba hatuwezi kuimaliza. Huruma za Mungu ni mpya kila siku. Kwa hivyo hupati tu kiasi fulani cha huruma maishani mwako au kiasi fulani cha huruma kutoka kwa Mungu kila wiki au kila siku, lakini kadri unavyoihitaji, mradi uko tayari kuipokea, Mungu daima ataendelea kukupa. Na nina uhakika kwamba kuna watu wengi hapa usiku wa leo ambao kuna tatizo fulani kati yenu na Mungu, unahisi kana kwamba umeanguka, na Mungu anakunyoshea mkono wake sasa hivi kupitia kinywa changu, anakupa huruma, na ni wakati wako wa kuipokea. Nimesema ipokee tu. Nasema ipokee kwa kiwango kikubwa, na uendelee kutekeleza kile ambacho Mungu amekuita utekeleze maishani mwako. Ni wakati wa kujikwamua. Huwa tunafikia mahali maishani mwetu na tunakwama mahali hapo, na hebu niwaambie kwamba si ngumu kuelewana na Mungu jinsi mnavyofikiria. Amen. Hana mambo mengi. Ana miongozo mingi sana ambayo angependa tufuate, lakini ni kwa sababu miongozo hiyo itatusaidia sisi, si kwa sababu atatushambulia ikiwa hatutafanya mambo ambayo anataka tufanye. Na kwa hivyo, baada ya kujifunza kupokea huruma na kujua kiasi cha huruma tunachopokea siku baada ya siku, inapaswa kuwa rahisi zaidi kwetu kuwaonyesha wengine huruma. Nafikiri mojawapo ya sababu zinazotufanya tusionyeshe watu huruma jinsi tunavyopaswa kuwaonyesha ni kwa sababu huwa wakati mwingine tunasahau kiwango kikubwa cha huruma tunachopokea kutoka kwa Mungu kila siku. Unajua, Mtume Paulo alisema alishangaa sana kwamba alikuwa mtume kwa sababu hapo awali aliwatesa Wakristo, na alitoa kauli kuu, alisema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na kwa hivyo niliona niwaelezee machache kuhusu baadhi ya mambo ambayo nimefanya wiki 2 zilizopita. Si kwamba najivunia mambo hayo, lakini sijakuwa mtakatifu sana katika wiki hizo 2 za maisha yangu. Siku zingine mimi huwa mtakatifu kushinda siku zingine, lakini sijui, nimekuwa na siku mbaya. Si wiki iliyopita, bali ni wiki juzi nilisema uongo. Oh, basi nifanyeni njihisi vibaya. Mbona msifanye hivyo? Najua Dave anasema sikujua mambo haya. Hapana Dave, ikiwa nitasema basi nitaambia dunia nzima. Sasa nakumbuka nilisema wakati fulani mwaka uliopita, nakumbuka nilisema kama kuna kitu ambacho huwa sifanyi ni kusema uongo. Unajua hilo ndilo jambo baya zaidi unaloweza kufanya. Nyinyi wote bado mnajaribu kutafakari ukweli kwamba mwalimu wenu wa Biblia alisema uongo, sio? Nyinyi pia usema uongo, ni vile mimi nimekiri.
Hata sikujua nimesema uongo. Niliamka saa 9 asubuhi na Mungu akaniambia nilisema uongo. Anajua sana kukuambia vitu, na ni kwa faida yetu, kwa sababu anataka tutubu, tuachane na mambo hayo. Kwa hivyo kamwe huhitaji kuogopa marudi ya Mungu. Kila wakati Mungu anapokuonyesha kitu kibaya ulichofanya, unapaswa kufurahi, kwa sababu ni jambo la kuogofya kufikiri kwamba nilifanya jambo kama hilo bila mimi kujua. Na kwa kweli ilikuwa ni na huenda baadhi yenu mmefanya jambo kama hilo, lakini hamkuliona kama ni kusema uongo. Haya basi, nilikuwa najaza fomu mahali ambapo nilienda kufanyia uchunguzi wa kimatibabu, na unajua, huwa anauliza, wanapenda kudadisi mambo ya watu sana. Unaweza unaweza kwenda kutengenezwa uso, kisha wanakuuliza mambo mengi kukuhusu ambayo hayawahusu kabisa. Nataka unipake krimu usoni. Si lazima ujue mambo mengine yanayoendelea mwilini mwangu. Asante. Si lazima ujue dawa ninazotumia. Nataka tu mnitengeneze uso. Na naelewa kwamba wanataka wahakikisha hawatafanya kitu chochote kinachoweza kukudhuru, lakini je, nyinyi uhisi hivyo wakati mwingine? Ni kana kwamba maswali unayoulizwa kabla hujafanyiwa kitu rahisi ni kama, wacha hayo, nilikuwa najaza fomu na waliniuliza maswali na tulifikia swali fulani na nikafikiri, unajua hilo haliwahusu kabisa. Lakini sikutaka kusema hilo haliwahusu kabisa. Kwa hiyo badala yake nilisema uongo. Lakini sikugundua kwamba nilikuwa nimesema uongo. Sasa jamani, mnaweza kunionea huruma kidogo usiku wa leo? Unajua, ikiwa hujawahi kuwa katika mikutano yangu na hujawahi kunisikia, basi samahani, lakini hivi ndivyo nilivyo, na huwa nasema tu kweli. Hilo ndilo unalopaswa kufanya. Sasa nilitafakari sana kuhusu ikiwa nitawaambia jambo hili, kwa sababu nilifikiri nikisimama na niseme nilidanganya, watasema, lakini unajua, ikiwa kuna kitu kama uongo mweupe, huo wangu ulikuwa hivyo, lakini pengine si hivyo. Nafikiri uongo ni uongo. Haya basi, nilijibu nililopaswa kusema ni ndio, lakini nilisema hapana na nikaendelea na mambo yangu. Hata jambo hilo halikunitatiza. Sasa ni wangapi kati yenu wamefanya hivyo? Mko kama, oh, kila mtu isipokuwa bila shaka wachungaji wachache walioketi viti vya mbele. Unajua, hata kama umewahi kufanya hivyo lakini umeketi viti vya mbele, huwezi kukubali, ni unajua. Basi nilitubu siku nzima. Sikufurahi kwamba nilifanya jambo hilo. Niliona aibu sana, lakini sikuhukumika. Na bado huwa natikisa kichwa changu nikifikiri, siwezi kuamini kwamba nilisema uongo. Lakini nafurahi kwamba niliona kosa langu, kwa sababu ni kana kwamba wakati mwingine Mungu tushughulikia kama mtu anayetoa ngozi ya kitunguu. Kama ungefanya kosa kama hilo miaka 10 iliyopita, huenda halingekutatiza au hata singeona kosa langu. Lakini unaona, kadri unavyozidi kuwa karibu na Mungu, kadri unavyozidi kuwa karibu na Mungu na unazidi kuomba kwamba uwe kama Yesu. Na ombi langu mwaka huu ni kifungu kimoja ninachoomba kila siku, ni kusudi langu ni nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiyama ya wafu. Na kwa hivyo, ikiwa tutamjua kwa namna hiyo na tuwe na uhusiano wa ndani na Yesu, basi tutaanza kugundua mambo fulani kutuhusu sisi wenyewe mwaka huu ambayo hatukuyaona mwaka uliopita, na mwaka ujao tutaona mambo ambayo hatukuyaona mwaka huu. Yeye hutubadilisha kuwa mfano wake kutoka utukufu hata utukufu, lakini Mungu hatubadilishi tu bila ushawishi wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Jifunze tofauti kati ya ushawishi na hukumu. Ushawishi hukwambia jambo ulilofanya na uko tayari kukuondoa katika jambo hilo. Hukumu hukugonga chini 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 chini, na hukupa hisia kukandamizwa, unaokuambia kwamba sasa huna maana na Mungu amekukasirikia. Kitu kingine nilichofanya ni kwamba nilifanya uamuzi muhimu bila hata kupata mwongozo wa Mungu. Nilikuwa na mpango, na si hilo tu, niliwahusisha watu wengine katika mpango wangu, kwa sababu najua kuwatia watu motisha. Sasa sisi sote tulikuwa na mpango, na sote tumechukua mwelekeo mmoja, huku tukizungumza kuhusu mpango wetu. Na siku moja nilifikiri, si hisi amani. Nini kibaya? Oh,
Ndiyo, nimefanya jambo ambalo huwa naambia kila mtu asilifanye, sio? Nimefanya mipango kisha ninakuomba ufanikishe mipango yangu. Mmenisikia? Si kuomba kisha nifanye mipango. Nilifanya mipango kisha nikaomba Mungu abariki mpango wangu. Mmenisikia? Usiku wa leo tutakiri kutoka moyoni. Basi ilinibidi nitubu kwa ajili ya hilo. Kisha wiki hii, hayo mawili niliyotaja ni wiki iliyopita. Nilikuwa na tabia nzuri wikendi, lakini sasa wiki hii nilionyesha ukosefu mkubwa wa subira katika hali fulani. Nilikuwa na mambo mengi sana yaliyonijia kwa wakati mmoja na nilifika mwisho. Je, umewahi kufanya hivyo? Unafikiri tunajua niko karibu kufanya jambo la kipumbavu, lakini nitalifanya hata hivyo. Ni jambo moja tofauti ikiwa hujui utafanya jambo hilo, lakini huwezi kujizuia. Lakini niliamua tu. Nilifanya jambo hilo mbele ya mmoja wa watoto wangu na haikuwa vizuri. Ilifanya jambo hilo liwe libaya zaidi. Haya basi. Kisha nilipokuwa naonyesha sina subira, nilishinda nikilalamika. Basi hayo ndiyo naweza kukiri kutoka moyoni kuhusiana na ukosefu wangu wa utakatifu wiki 2 zilizopita, na nawaambia usiku wa leo kwamba niko hapa kwa neema ya Mungu. Amen. Natumai nitakuwa na wiki nzuri zaidi wiki inayokuja. Mtakaponiona katika televisheni Jumatatu asubuhi, nawaahidi nitakuwa nimejirekebisha vilivyo. Wangapi kati yenu wananipenda jinsi nilivyo na mnaamini ni vizuri kusema ukweli? Sasa sikilizeni, sitaona ugumu kumnyesha mtu mwingine huruma ndani ya wiki 2 zinazokuja. Na unajua mojawapo ya sababu kwa nini nitakuwa hivyo ni kwa sababu nimezingatia kwa dhati mambo hayo yote niliyofanya, na nilifikiri Mungu wangu ni mwema sana kwangu, kunipa upako wake na kunitumia. Na unajua, nahisi uwepo wa Mungu hapo usiku wa leo. Hakutoroka kwa sababu si kwa mtakatifu kikamilifu wiki 2 zilizopita. Mungu anataka kukuonyesha huruma usiku wa leo. Unachopaswa kufanya ni kuipokea. Usizingatie sana vitendo vyako visivyo sahihi. Zingatia zaidi kile ambacho Yesu ametekeleza ambacho ni sahihi. Amen. Sasa kumbuka kwamba katika mambo hayo yote nilitubu kutoka moyoni. Hatusemi tuchukulie tu makosa yetu kwa urahisi, lakini tunapaswa kuwa na huruma sana. Haya, nitawasomea hadithi, na la kushangaza, napenda jinsi Mungu alivyo. Hadithi yenyewe ni kuhusu huruma na msamaha katika maisha ya mfungwa mmoja, Charles Manuel. Alimuua mtu mmoja kwa jina John Ebab, na sasa anatumikia kifungo cha maisha katika gereza la jimbo la Louisiana. Ndugu ya aliyeuawa, Bill Ebab, alijipata katika gereza la kihisia, kwani alifungwa na machungu, hasira na kutosamehe. Akiwa gerezani, Charles alisoma Biblia na alipata nakala ya kitabu cha Joyce Meyer, Vita vya Akili Zetu. Alianza kumwomba Mungu msamaha. Aligundua hatimaye kwamba Mungu alikuwa amemsamehe, na kisha akaanza kumwomba Mungu asaidie familia ya Ebab imsamehe kwa kumuua John. Aliomba hivyo kwa miaka 2 hadi 3. Alipokuwa bado gerezani, binti yake aliuawa na watu waliofyatua risasi wakiwa wanaendesha gari, na alihisi uchungu ambao familia ya Ebab ilikuwa inapitia, pamoja na hisia za kutaka kulipiza kisasi na kukataa kusamehe zilizowazonga. Mungu alianza kunena moyoni mwake akisema, huwezi kuambia wakusamehe ikiwa hutamsamehe mtu aliyemuua binti yako. Basi alimsamehe mtu huyo aliyemuua binti yake, bila kujua kwamba wakati huo huo Mungu alikuwa anamnenea Bill Ebab amsamehe Charles. Sasa nataka kuhakikisha hamtakosa kushika mambo haya. Mtu huyu yuko gerezani, anaomba familia ya mtu aliyeua imsamehe. Anaomba hivyo kwa miaka 2 hadi 3. Yeye mwenyewe alihitaji kumsamehe mtu aliyemuua binti yake. Alipokuwa anaomba, Mungu alikuwa anamnenea mtu huyu hapa amsamehe. Wacha niwaambie jambo, tunapoomba Mungu huanza kufanya kazi. Nimesema tunapoomba Mungu huanza kufanya kazi.
Aliomba kwa miaka 2 hadi 3. Eti kwa sababu huoni matokeo ya haraka unapoomba, hiyo haimaanishi kwamba Mungu hafanyi kazi. Mojawapo ya mambo makubwa zaidi tunayopaswa kusema kila siku ni Mungu anafanya kazi kwa ajili yangu. Haijalishi naona nini, Mungu anafanya kazi. Mradi unaamini Mungu anafanya kazi. Amen. Hatimaye Bill aliomba kukutana na Charles gerezani. Baada ya miaka 18 tangu mauaji ya ndugu yake John, Bill alienda gerezani akamwangalia Charles na akasema na kusamehe. Wote wawili walipokea uponyaji siku hiyo. Charles alipokea msamaha kutoka kwa familia ya John. Bill aliwekwa huru kutokana na machungu, hasira na chuki. Kwa wakati huu, kwa ajili ya mabadiliko makubwa maishani mwa Charles Manuel, yeye na Bill wanashiriki katika mradi wa mazungumzo kati ya wafungwa na waathiriwa wao, na wanawasaidia waathiriwa wengine na wafungwa kupokea msamaha. Sasa hiyo ndiyo naita kubadilika. Jamani, mbona hamjasisimuka mnavyopaswa kusisimuka? Unaona, baadhi yenu mnafikiria hayo ni mazito sana kwangu. Wacha niwaambie kitu. Kupitia neema ya Mungu hatupaswi kumchukia mtu yeyote. Hatupaswi kuwa tumejaa machungu na chuki. Hatupaswi kujichukia sisi wenyewe kwa ajili ya mambo tuliyofanya. Hatupaswi kuchukia watu wengine kwa ajili ya yale waliotutendea, kwa sababu kwa kweli tukikubali hayo tutakuwa tunaangamiza roho zetu. Sasa sikilizeni, nimesisimuka sana. Hivi karibuni Charles alipokea msamaha mkamilifu kutoka kwa gavana na ataachiliwa. Jamani, Bwana apewe sifa. Hiyo ni hadithi moja tu, hadithi ya ajabu kuhusu msamaha na kile ambacho msamaha na huruma zinaweza kufanya katika maisha ya mtu. Sasa hebu tuangazie Zaburi 86. Biblia imejaa vifungu kuhusu huruma ya Mungu. Huu ni mfano mdogo sana, lakini nilitaka kuwasomea vifungu vichache vya aina hii. Wewe Bwana unifadhili, maana nakulilia wewe mchana kutwa. Napenda hilo. Sijui ni mara ngapi kwa siku alisema nifadhili, Bwana. Pengine tunapaswa kuongeza kulilia huruma. Nionee huruma, Mungu. Pengine unajua, mara 1 kwa siku, mara 10 kwa siku, mara 20 kwa siku. Nionee huruma, Mungu. Mstari wa 5. Kwa maana wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe. Haya, sasa nataka mtie maanani jambo hili la tayari kusamehe. Tayari kusamehe. Unaona, nimefikia mahali ambapo nafikiri tunahitaji kutayarisha akili zetu kuhusu vitendo vyetu hata kabla hatujatoka nyumbani. Usikae tu na uache mambo ya kupate kwa ghafla. Kila asubuhi chunguza moyo wako na useme, je, nimemkasirikia mtu yeyote? Ikiwa ni hivyo, shughulikia jambo hilo kabla hujaondoka, kwa sababu ikiwa kuna kitu ndani yako kitajitokeza nje. Biblia inasema tujivishe huruma katika Wakolosai 3. Jivishe huruma. Hiyo inamaanisha ni jambo unalopaswa kukusudia kufanya. Hakuna mmoja wenu alienda kwa kabati yake ya nguo asubuhi ya leo na akasema afadhali nguo zangu zingekuwa mwilini mwangu, na ghafla nguo hizo ziliruka na kuingia mwilini mwake. Hatuwezi kuwa na huruma bila kukusudia kuwa na huruma. Ni sharti tuamue, tupange, tufanye mpango. Mtu yote akinikosea leo nitamsamehe hata kabla hajamaliza kunikosea. Mtu yote akinikosea nitamwonyesha huruma. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hunionyesha huruma. Kwa maana wewe Bwana umwema, umekuwa tayari. Si hilo ni jambo la kupendeza? Tayari kusamehe dhambi zetu, kuyatupilia mbali kikamilifu na milele, na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. Mstari wa 13. Maana fadhili zako kwangu ni nyingi sana. Mstari wa 15. Lakini wewe Bwana umungu wa rehema na neema, mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli.
Yamkini kuna vifungu vingi sana vya huruma kiasi kuwa haiwezekani kuvihesabu vyote. Katika Mathayo 11 mistari ya 28 hadi 30, tunaitwa kuishi maisha ya namna fulani, namna ya kuishi ambayo inaweza kufanya maisha yetu yawe rahisi zaidi ikiwa tutaifuata. Hebu tuangazie Mathayo sura 11 mstari wa 28. Wangapi kati yenu mnafikiri kwamba ni rahisi zaidi kuwapenda watu kuliko kuwachukia? Takriban 20% ya watu. Nitauliza tena. Wangapi kati yenu mnafikiri kwamba ni rahisi zaidi kuwapenda watu kuliko kuwachukia? Sasa unaona, baadhi yenu mlipoweka mikono yenu juu, mlijua itawabidi msamehe watu. Ndiyo, kuna watu hapo usiku wa leo waliingia hapa wakiwa na hasira. Huenda hata ulikuja pamoja na mtu ambaye umemkasirikia. Kijuaji, watu wengi walio na hasira huenda kanisani. Mathayo 11:28, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa kauli hiyo ya njooni kwangu si mwaliko wa njoo tu, bali ni njoo na ujifunze. Nitawapumzisha na nitie nafsi zenu nguvu mpya. Mungu anataka kufanya maisha yako yawe rahisi zaidi usiku wa leo. Kusudi la ujumbe na wahubiria usiku wa leo kuhusu kupokea huruma na kuonyesha wengine huruma ni kufanya maisha yenu yawe rahisi zaidi. Si kuwafanya mfanye kitu kigumu. Kuwasamehe watu si ngumu. Kile kilicho kigumu ni kuwachukia watu. Kuwa na hasira mchana kutwa ni ngumu. Kuwa na machungu mchana kutwa ni ngumu. Kuwaza mchana kutwa kuhusu makosa yote ambayo watu wamekufanyia ni ngumu. Msamaha ni rahisi, lakini huwezi kusamehe bila unyenyekevu. Na njia ya kipekee ambayo tunaweza kuwa na unyenyekevu ni kugundua jinsi tulivyo waovu bila Mungu na mambo makuu ambayo ametutendea kwa kujishusha chini kabisa na kuja duniani, akachukua mfano wa mwanadamu, akalipa gharama ya dhambi zetu zote, alipigwa, alimwaga damu, akafa kwa niaba yetu, akajitwika adhabu yetu, akajitoa kama dhabihu ya mwanakondoo asiye na dhambi. Akapeleka damu yake mbinguni, akaiweka kwenye kiti cha rehema. Mnanisikia? Ili ikae hapo milele, na damu hiyo hutoa rehema kwa wote wanaokuja kwake. Amen. Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mstari wa 29, jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Napenda hii. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha, kupumzishwa, kutiwa nguvu mpya na utulivu uliobarikiwa nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini, ni yenye maana nzuri. Napenda sehemu hii. Na mzigo wangu ni mwepesi, si mkali, mgumu au wenye kukandamiza. Sasa nataka niwaambie kwamba kwa miaka mingi ya maisha yangu nilikuwa mwanamke mkali, mwenye roho ngumu na mkandamizaji. Najua wakati mwingine nilikuwa mzuri, lakini sidhani nilikuwa hivyo kwa muda mrefu, kwa sababu nilikuwa bado mdogo nilipoanza kudhulumiwa kingono. Na roho yako hugeuka na kuwa ngumu ukipitia mambo kama hayo, kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee unayojua ya kujikinga. Na Yesu anakuja kuvunja ugumu huo wa roho kutoka kwetu pamoja na ukali wetu, na anavunja ugumu wetu wa nje ili yale mazuri yetu yaliyo bado ndani yetu yajitokeze. Yesu alisema, njooni kwangu, mimi si mkali, si mgumu wala si mkandamizaji, bali mimi ni mnyenyekevu na mpole. Wacheni nionyeshe jinsi ninavyotaka kuwa mwema kwenu, kisha mjifunze kutoka kwangu na mueneze ujumbe huu kote duniani. Jamani, wewe ni mhubiri kila siku, kila mahali uendako. Wakati mtu amekukosea vibaya na unamsamehe, mtu huyo hatajua cha kufanya na wewe. Napenda hii.
Zaburi 37:25 na 26 inasema, wenye haki mchana kutwa hufadhili na kukopesha. Napenda hilo. Huenda itakubidi ufanye hivyo zaidi ya mara moja kwa siku moja. Uko tayari kufanya hivyo? Kuna mtu anataka kufanya hivyo? Woo! Unatarajia nini kutoka kwa watu? Unatarajia watu wawe bila dosari, wakufurahishe kila wakati, wakupe kile unachotaka wakati unakitaka? Kama ni hivyo, basi unajitakia masikitiko, na masikitiko haya yanaweza kugeuka kuwa hasira, na hasira hiyo inaweza kugeuka kuwa machungu, na machungu hayo yageuke kuwa chuki, na chuki hiyo inaweza kugeuka na kuwa hali mbaya ya kutosamehe. Na chanzo cha hayo yote ni kwamba ulikuwa unatarajia kitu ambacho hata kiwezekani. Unajua, nilikuwa natarajia Dave aniweke katika hali ya furaha kila wakati. Kweli kabisa. Na ilimchukua Mungu miaka mingi kuniwezesha kuelewa kwamba furaha yangu ilikuwa wajibu wangu wala si wa Dave. Nilitarajia Dave anifanye nijihisi vizuri kwa sababu nilikuwa na hisia za kutokuwa salama kwa ajili ya kukataliwa utotoni mwangu. Si wajibu wa mtu mwingine kukufanya ujihisi vizuri. Najua mnafikiri hilo ni sawa. Wacha niseme tena, si wajibu wa mtu mwingine kukufanya uwe na furaha kila wakati. Biblia inasema kwamba Daudi alijitia moyo katika Bwana. Amen. Wacha niwaambie kitu, ni sharti tujifunze kufanya kile tunachomfanyia Mungu na tutarajie zawadi yetu kutoka kwa Mungu na wala si kutoka kwa watu. Na hiyo inaitwa, kila mtu sikiliza, hiyo inaitwa ukomavu wa kiroho. Mojawapo ya ari kubwa nilionayo moyoni mwangu mwaka huu ni kujaribu kwa dhati, kwa njia tofauti, kuwafanya watu wawajibike kwa ajili ya maisha yao. Hamfurahii wazo hilo sana, sio? Ndiyo, unajua, nataka Dave anifanye niwe na furaha. Sidhani uhusiano wenu ni mzuri ikiwa hamtii bidii katika kufurahishana, lakini hata hivyo siwezi kumwachia kikamilifu wajibu wa kunifanya niwe na furaha. Unajua, nahitaji anitie moyo, lakini je, nikihitaji hilo siku ambayo hajui nahitaji kutiwa moyo na basi asinitie moyo? Wangapi kati yenu nyinyi wanawake mnajua kwamba wakati mwingine wanaume hawatuelewi? Yaani ni wakati mwingine wanatuelewa, lakini wakati mwingine hawatuelewi. Unajua, nilikuwa na maradhi fulani kwa wiki kama moja hivi, na kila asubuhi nilimwambia Dave kuhusu maradhi yangu. Nilitaka tu ajue nina maradhi. Na unajua, nilitaka tu aje na aseme, "Oh, mpenzi wangu, pole." Na alisema, "Oh, ndio, hata mimi nilikuwa na wiki iliyopita." Jamani. Unajua, nilisema, "Mbona hukuniambia hungeweza kunisaidia?" Kisha siku ya 5 hivi nilimwambia kuhusu maradhi yangu na alisema, "Unajua, huenda ni kwa ajili ya hali ya hewa." Kisha siku iliyofuata nilikuwa nala kitu na nikamkaribisha kiume kidogo na alisema, "Sipasi kukila, usije ukaniambukiza." Nilimwambia, "Huwezi kuambukizwa na hali ya hewa." Amen. Unaona, unajua, ukitarajia watu walio maishani mwako wakupe kile unachohitaji kila wakati, unatarajia mkubwa wako kazini akusifu na hafanyi hivyo. Unatarajia kupandishwa madaraka na unaikosa. Basi unaweza kukasirika na umchukie, na unaweza kuambia wafanyakazi wenzako wote fikira ulizonazo juu ya mkubwa wako. Hayo hayatamdhuru, hayatakufanya upandishwe madaraka, hayatakufanya ongeze mshahara, inaweza kufanya ufutwe kazi. Mbona usimwambie Mungu?
huwa tunawapelekea watu wengine mambo mengi ambayo tunapaswa kumpelekea Bwana. Unajua, katika Yohana sura ya 2 Biblia inasema kwamba Yesu hakufadhaishwa na tabia za wanafunzi wake kwa sababu alijua asili ya wanadamu. Hakupendezwa na tabia zao, lakini hakufadhaishwa na tabia zao. Sasa pengine unasema, je, usiku wa leo unasema eti hata watu wakitukosea vipi tunapaswa kunyamaza tu na tuachane nao? Hapana kabisa. Yesu daima amekuwa mtu aliyekabiliana na mambo, lakini hata hivyo ni mwenye huruma. Basi hebu nizungumzie nanyi kuhusu swala hilo. Hebu tuangazie Yohana sura ya 20 mstari wa 24. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Anazungumzia wakati Yesu aliwatokea wanafunzi wake baada ya kifo na kufufuka kwake. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Ah. Je, mumewahi kugundua kwamba hakuna kitabu cha Tomaso? Mkumbuke hilo. Ni wazo tu la kando. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa. Akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Sasa jambo la kusisimua ni kwamba Yesu alimkaripia kwa ajili ya kutokuamini kwake, lakini alielewa hali yake. Napenda hilo. Na unajua, ikiwa utapata nafasi ya kumsaidia mtu atoke kutoka matatizo yake, ni sharti uelewe hali yake kwanza. Huwezi kutaka wawe katika hali inayofaa ili uwe na uhusiano nao na baadaye uwashuhudie. Unapaswa kuingia ndani ya matatizo ya watu pamoja nao, na hata usiwaambie kuhusu matatizo yao mpaka Mungu akwambie ufanye hivyo, ikiwa atakwambia ufanye hivyo, na huenda atachukua muda mrefu. Si ni jambo la kusisimua kwamba ilimbidi Yesu ajitokeze kwa njia ya kustajabisha ili Tomaso aamini. Sasa Yesu aliendelea na akasema, mstari wa 29, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Na napenda hii, waheri wale wasioona wakasadiki. Amen. Sasa hebu tuzungumze kidogo kuhusu Martha. Luka 10:39. Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu wake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Sasa wacha niwasomee tu hadithi. Nataka ujiweke katika hadithi hii. Sawa, Yesu alikuja nyumbani kwao. Pengine watatayarisha chakula, na sidhani ilikuwa tu ni Yesu, Mariamu na Martha. Huenda kulikuwa na wageni wengine pia hapo. Na Mariamu mara moja alikuwa amesisimuka kwamba Bwana alikuwa hapo, kwa hivyo aliacha kila kitu na kaketi miguuni pake na akawa anasikiza kila kitu alichosema. Lakini Martha kwa upande mwingine, mstari wa 40 unasema alikuwa anashughulika sana. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, sasa nataka muone kinachoendelea hapa. Mariamu ameketi hapo, macho yake yako kwa Yesu na anasikiliza maneno yake yote. Tutasema kuna watu wengi hapo, pengine walikuwa, pengine hawakukuwa, lakini tuseme tu kulikuwa na sherehe ya watu wengi hapo. Kila mtu, Martha anaingia
Huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Sasa kiroho, Martha alionyesha ukosefu mkubwa wa ukomavu na alikuwa amepotea njia kabisa. Na Yesu alisema, Martha, Martha. Na unajua, sikusikia sauti yake, lakini sidhani alisema, Martha, Martha. Alimkaripia, alimkosoa, lakini pia alimuelewa. Mmenisikia? Sisemi mwache watu wawadhulumu na mnyamaze, lakini jambo la muhimu ni hili. Unajua, mara nyingi katika ndoa yangu na Dave, hasa miaka ya hapo mwanzoni, Dave aliniambia kwamba mtazamo wangu haukuwa mzuri au hiki na kile au kitu kingine, na sikupokea maneno yake vizuri sana. Lakini unajua, kitu kizuri ni kwamba sikuwa katika huduma wakati huo. Hiyo ni baada ya mimi kuwa mtakatifu. Mpaka niliposema uongo. Nafurahi sana niko huru. Nafurahi kuwa huru. Nafurahi sana kwamba naweza kusema ukweli na nisiwe bila dosari na nisijaribu kuwafurahisha watu. Yesu alikuja kwa ajili ya wagonjwa na alinikaripia, lakini kamwe hakuacha kunipenda. Lakini kile ninachotaka kuambia, unajua, Dave aliniambia ukweli, lakini kamwe hakunikataa. Na nadhani kile tunachofanya sana ni mtu anatuumiza, hatuombi, tunakabiliana naye na tunamzoma. Tuko pamoja? Kisha tunainua kuta zetu na kusema, hutaniumiza tena, hutaingia maishani mwangu tena, sitakukaribisha, sitazungumza nawe, sitakukaribia. Ni sharti ukumbuke, unapowazuia watu nje ya kuta zako, nawe pia unajifungia ndani ya kuta hizo hizo. Basi ikiwa unataka kuishi nyuma ya kuta maisha yako yote na uishi maisha ya upweke na ya huzuni, basi fanya hivyo, lakini napendekeza uvunje kuta zako na umwache Mungu awe ukuta uliokuzunguka wa kukulinda. Na anasema kuta zako zote zitaitwa amani. Amen. Wagalatia 6:1 inatuonyesha cha kufanya wakati mtu anahitaji kukosolewa. Na naipenda, hebu tuiangazie Wagalatia sura ya 6 mstari wa kwanza. Ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, nyinyi mlio wa roho, bila shaka huyo ni wewe. Nyinyi mlio wa roho, mnaotawaliwa na Roho, kwanza mrejezeni. Na tunapenda sehemu hiyo. Wacha nikukosoe rafiki yangu. Mrejezeni na kumrudisha, wasaidie na mwarejeshe. Mwambie ukweli, lakini kwa upendo. Wewe bado ni rafiki yangu, sijakukataa. Nimefanya makosa mengi mimi mwenyewe. Haujatupwa nje, bado uko ndani. Na ufanye hivyo bila kuwa na hisia za kiburi. Bali ufanye hivyo kwa njia gani? Kwa roho ya upole. Martha, Martha. Basi pia unaweza sema Tomasi ukitaka. Si ni jambo la kupendeza hilo? Baadhi ya sifa za mtazamo wa huruma ni zipi?
Mtu mwenye huruma haonyeshi udhaifu wa watu wengine ikiwa hana sababu nzuri sana ya kufanya hivyo. Hutaamini nilisikia nini kumhusu Jen. Hutaamini kile alichofanya. Petro wa kwanza 4:8, upendano husitiri wingi wa dhambi. Mithali 10:12, kuchukiana huondokesha fitina, bali kupendana husitiri makosa yote. Mwanzo 45:1, kaka zake Yusufu walikuwa wamerudi nyumbani baada ya kumfanyia ukatili mkubwa. Alikaa gerezani kwa miaka 13 kwa kosa ambalo hakulifanya. Sasa alikuwa ameinuliwa na Mungu. Alikuwa wa pili kwa mamlaka chini ya Farao mwenyewe. Alikuwa na mamlaka makubwa. Hakuna mtu aliyekuwa na mamlaka zaidi yake isipokuwa Farao peke yake. Kulikuwa na ukame, lakini Mungu alimweka Yusufu mahali ambapo alikuwa na uwezo wa kusimamia mambo ya chakula. Kaka zake ambao sasa walikuwa na njaa walikuja kwa Yusufu bila kutambua kwamba alikuwa Yusufu. Walitambua kwamba alikuwa Yusufu, lakini kabla hawajamtambua, alikuwa karibu kujitambulisha kwao, na aliwaambia watu waliokuwa hapo, wapelekeni katika chumba kingine na watu wengine wote watoke nje. Jamani, hii ni hadithi nzuri. Aliwatenganisha na watu wengine kwa sababu alijua atawaleta Misri na awashughulikie hao na familia zao, na hakutaka mtu yeyote nchini Misri awe na mtazamo mbaya kwao au ajue uovu waliomtendea. Aliwafunika. Mmenisikia? Aliwapeleka kando, mahali ambapo hakuna mtu yeyote angesikia kile walichofanya. Jambo zuri ajabu. Si ajabu Yusufu aliinuliwa. Sawa, wacha nitamatishe. Unajua, huruma ni sharti uelewe hili. Kamwe hatustahili huruma. Ikiwa unangoja kumwonyesha huruma mtu ambaye anastahili huruma, kama hutamwonyesha mtu yoyote huruma, kwa sababu mtu hawezi kustahili kuonyeshwa huruma. Ikiwa hivyo si huruma. Na Biblia inasema katika Mathayo sura 12 mstari wa 7, nataka rehema wala si sadaka. Hebu tuzingatie hilo kwa kuangazia pande mbili. Unapofanya makosa, Mungu hutaka kukuonyesha huruma. Hataki ujaribu kutoa sadaka ili ufunike kosa lako. Na sizungumzi kuhusu sadaka za wanyama za Agano la Kale na vitu kama hivyo, lakini sisi hutoa sadaka. Sisi hujaribu kutoa sadaka ili tufunike makosa yetu. Unafanya makosa, bila shaka huwezi kuwa na furaha siku hiyo. Huwezi kuendelea tu kuwa na furaha siku ambayo umesema uongo. Utahuzunika na uweke kichwa chako chini. Hutadhubutu kumwomba Mungu chochote. Bila shaka hutamwomba kitu kikubwa, kwa sababu unalipia kosa lako. Tuko pamoja? Mnaelewa ninachosema? Lakini Yesu alisema, mngalijua maana ya maneno haya, nataka rehema wala si sadaka. Kisha tukiangalia upande ule mwingine, Mungu anataka tuonyeshe wengine huruma na tusiwalazimu watu wengine watoe sadaka ili wapate kibali machoni mwetu. Baadhi yenu sina hakika kama napenda nayosema. Pengine mnasema ndiyo, lakini najua kile mnachofanya. Baadhi yenu mnafikiria kuhusu hali fulani na jinsi watu walivyo, na mnasema ataendelea kunikosea jinsi anavyotaka, au unajua atazidi kunidhulumu. Si kusema wacha watu wakukosea jinsi wanavyotaka na unyamaze. Hata kuna hali zingine zinazoweza kukulazimu kumwondokea mtu, lakini bado unaweza kuwa na mtazamo wa huruma kwake. Jinsi unavyozungumza naye na mambo unayoambia watu wengine kumhusu, jinsi unavyomwombea, yote ni kuhusu mtazamo wako. Yote ni kuhusu mtazamo wa moyo wetu
kwa watu. Unajua, tunaweza kuwa na huruma kwa watu walio gerezani. Sijui wewe, lakini mimi nilifanya mambo fulani nilipokuwa bado kijana, ambayo kama ningeshikwa ningekuwa gerezani pamoja nao. Umenisikia? Sijui wewe, lakini mimi nilidhulumiwa kingono kwa karibu miaka 15. Ningekuwa kahaba. Sihitaji kuwahukumu makahaba na niwadharau, lakini kwa neema ya Mungu niko jinsi nilivyo. Sihitaji kuwahukumu watu walio na uraibu maishani mwao. Nilinusurishwa na hayo kwa neema ya Mungu. Nilijaribu kulewa mara kadhaa, sikufurahia, huwa napenda kuweza kujidhibiti. Kwa hivyo niliachana na hilo zamani sana. Sikutaka kulewa kisha nikose kujua ninachofanya. Lakini ningechukua mwelekeo huo, nilikuwa na uchungu mwingi ndani ya roho. Lakini kwa neema ya Mungu. Mnanisikia? Lakini kwa neema ya Mungu niko jinsi nilivyo. Jamani, Bwana apewe sifa kubwa usiku wa leo. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.